Tunafahamu soka la Afrika lina mambo mengi kweli kweli. Soka la Afrika ambapo unakwenda ugenini, lazima ukutane na vitu ambavyo huvielewi hivi. Unaweza kukutana na vitu ambavyo mpaka wewe mwenyewe unakwenda kucheza mechi hiyo ukaa upo sawa kabisa kisaikolojia. Hiyo imekuwa ni mbinu kubwa zaidi ambayo wapinzani wengi wamekuwa wanaitumia pale ambapo wageni wanakuja nyumbani kwao. Na hivyo ndivyo ambavyo imekuwepo kwenye upande wa soka la Afrika. Lakini tunafahamu kwa upande wa klabu ya Simba mpaka sasa hivi wako huko nchini Misri. Sasa tayari wamekutana na songo mbingo kweli baada ya kuwasili huko Misri. Wamekutana na songo mbingo gani utakwenda kufahamu hapa. Lakini pia kabla sijakupa taarifa hii kiundani, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Klabu ya Simba imekutana na changamoto kubwa huko nchini Misri baada ya vifaa vyao vya michezo kushikiliwa katika uwanja wa ndege kwa zaidi ya masaa mawili. Tukio hili limetokea baada tu ya kuwasili hapo nchini Misri kwa ajili ya kucheza mechi ya kombe la shirikisho dhidi ya Al Masry. Mchezo huu ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya tarehe 2 mwezi ujao wa 4. Baada ya kutua katika uwanja wa ndege wa pale nchini Misri, wachezaji, benchi la ufundi na viongozi wa klabu ya Simba walitarajia kupokea mizigo yao na kuelekea kambini ili kuanza maandalizi rasmi ya mchezo wao dhidi ya Al Masry. Hata hivyo, mambo hayakwenda kama walivyotarajia, kwani vifaa vya michezo vya timu vilizuiliwa bila sababu za msingi kutolewa. Kilichoonekana ni hali ya mkanganyiko, huku wahusika wa uwanja wa ndege wakishikilia vifaa hivyo kwa muda mrefu. Juhudi za viongozi wa Simba kujaribu kupata maelezo zilikuwa ngumu, kwani hakukuwa na sababu ya wazi iliyotolewa kuhusu hatua hiyo. Tukio hilo lilizua taharuki miongoni mwa mashabiki wa klabu ya Simba waliokuwa wamejitokeza kuwakaribisha wachezaji wao. Wakati hali hiyo ikiendelea kuwa ya sintofahamu, mashabiki hao walichukua hatua kwa kutoa taarifa kwa mamlaka ya usafiri wa anga ya nchini Misri. Shinikizo hilo lilionekana kuzaa matunda, kwani muda mfupi baadaye wahusika uwanja wa ndege walilazimika kuachia vifaa hivyo, hali iliyoleta afueni kubwa kwa kikosi cha Simba. Swali linalowakuna wengi ni je, hili lilikuwa tukio la kawaida au kulikuwa na hujuma dhidi ya klabu ya Simba? Timu nyingi kutoka Afrika ya Mashariki zimekuwa zikikumbana na changamoto za aina hii zinapokwenda kucheza mechi za kimataifa, hasa katika mataifa ya kaskazini mwa Afrika, ambapo mbinu mbalimbali za kuwavuruga wapinzani mara nyingi hutumiwa. Hii si tukio la kwanza kwa upande wa klabu ya Simba kukumbana na mazingira ya ukakasi inaposafiri kwa michezo ya kimataifa. Mashabiki wengi wa klabu ya Simba wanaamini kuwa huu ulikuwa mpango wa makusudi kwa kuwavuruga wekundu wao wa Msimbazi kabla ya mchezo wao muhimu dhidi ya Al Masry. Licha ya changamoto hii kwa upande wa klabu ya Simba, wameendelea na maandalizi yao kwa hari kubwa. Wachezaji na benchi la ufundi wameweka kando tukio hili na kuelekeza mawazo yao kwenye mchezo huo, wakiahidi kupambana kwa nguvu zote kuhakikisha wanapata matokeo mazuri. Wakiongozwa na kocha wao Fadlu Davis, klabu ya Simba wanajua kuwa wanakabiliwa na kibarua kigumu dhidi ya Al Masry, lakini wanajivunia rekodi yao nzuri katika michuano ya kimataifa na wana matumaini ya kufanya vizuri katika mchezo huo. Tukio hili linaongeza motisha kwa wachezaji wa klabu ya Simba ambao sasa wanataka kujibu mapigo uwanjani kwa kuhakikisha wanapata ushindi na kuendelea kusonga mbele katika michuano hii mikubwa ya Afrika. Mashabiki wa klabu ya Simba wanatarajiwa kuendelea kuwa bega kwa bega na timu yao, huku wakiwa na matumaini makubwa ya kuona wekundu wa Msimbazi wakifanya vizuri nchini Misri. Kwa habari na matukio mbalimbali kuhusiana na mchezo huu utaendelea kupata hapa Swahili Media. Kikubwa ni kuombe tu subscribe ili uendelee kuwa pamoja nasi hapa kwa ajili ya taarifa mbalimbali za kimichezo.